Wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amemtaka Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kukoma kuisumbua serikali ya Rais William Ruto na kumpa nafasi ya kufanyia Wakenya kazi jinsi yeye alivyopewa kwa miaka 10 ya utawala wake. Wetangula akidokeza kwamba Rais Uhuru anapaswa kutoa ushauri na kusaidia serikali iliyopo badala ya kuleta manunguniko mara kwa mara. Aidha, ameweka wazi ikiwa rais mstaafu anataka kuheshimiwa ni sharti ajiheshimu mwenyewe kwanza. Yeye akawa mtetezi. Hii inasema ya kwamba aliendea mfalme na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Wewe Rais William Ruto alikubeba kwa mabega, alikubeba kwa mgongo, aka make sure kwamba wewe ni rais. Jameni, kwa heshima ya nchi ya Kenya na kwa heshima ya support ambayo rais alikupatia, pia wewe unga mkono William Samuel Ruto afanyie watu wa nchi watu wa Kenya kazi. Sasa hiyo arudishe mkono ama arudishe mkono? Uhuru arudishe mkono ama arudishe mkono? Sasa kama alishinda kumake Raila rais, kweli anaweza tengeneza Gachagua kwa rais wa nchi ya Kenya kweli? Anaweza tengeneza Matiang'i kwa nchi rais wa nchi ya Kenya kweli? Wanaweza pata kweli hao watu?